Ukraine huenda ikalazimika kutoa kwa muda baadhi ya maeneo kwa nchi ya Urusi. Meya wa jiji kuu la Ukraine maarufu kama Kiev anayefahamika kama Vitali Klitschko ameyasema hayo katika mahojiano na shirika la habari la BBC yaliyochapishwa siku ya leo, wakati shinikizo la Marekani likiongezeka kwa makubaliano ya amani na Moscow. Kwa sasa kuna mazungumzo mengi kuhusu suluhu inawezekana. Mojawapo matukio ni kuacha eneo, sio haki lakini kwa amani. Amani ya muda labda inaweza kuwa suluhisho, Klitschko alisema katika sehemu ya mahojiano yaliyotolewa na shirika la habari la BBC kutoka nchini Uingereza. Pia aliongeza kuwa Waukrainia hawatakubali kamwe kukaliwa na Urusi, lakini hamna namna. Matamshi ya meya huyo Vitali Klitschko yanafuatia huku kukiwa na shughuli mpya ya kidiplomasia kufuatia shambulio baya la Urusi la ndege zisizo na rubani dhidi ya jiji kuu la Kiev ambalo lilisababisha watu takriban 12 kuuawa na kujeruhi wengine takriban 90 siku ya jana Aprili 24 mwaka huu. Mgomo huo ulifanyika siku moja baada ya Kremlin, yani ikulu ya Urusi, kurejelea madai yake ya kwamba Ukraine iachie eneo linalokaliwa kwa mabavu na kwamba msaada wa kijeshi wa Magharibi. Pendekezo la hivi karibuni la utawala wa Trump la kukomesha vita vikali upande wa Urusi dhidi ya Ukraine linaripotiwa kuwa ni pamoja na utambuzi wa udhibiti wa Moscow dhidi ya eneo la Crimea, pamoja na utambuzi wa kweli wa kukalia kwa sehemu maeneo mengine ya Ukraine kama Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhzhia. Klitschko anaonekana kuwa mwanasiasa mkuu wa kwanza kabisa wa Ukraine kupendekeza kwamba Ukraine inaweza kuhitaji kuzingatia maafikiano ya muda ya eneo. Mapema kabisa katika wiki hii, rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky alisema ya kwamba Ukraine haijapokea mapendekezo yoyote rasmi ya makubaliano ya eneo kama sehemu ya uwezekano mazungumzo ya amani na Urusi kutoka kwa Marekani au washirika wengine. Pia amesema mara kwa mara ya kwamba Kiev haitatambua maeneo yanayokaliwa kama Kirusi licha ya umaarufu wake nje ya nchi. Klitschko pia anakabiliwa na ukosoaji nchini Ukraine kwa jinsi alivyoshughulikia mji mkuu. Meya wa Kiev amekuwa na mzozo wa muda mrefu na Zelensky na anadai shinikizo linaloendelea kutoka kwa mamlaka za serikali. Alipoulizwa ikiwa Zelensky alikuwa amezungumza naye juu ya maelezo yoyote ya utatuzi wa vita, meya huyo alisema bado na hapana, hakuzungumza naye. Naye waziri mkuu wa Uingereza anayefahamika kama Keir Starmer, yeye amesema ya kuwa anatumai usitishaji vita unaweza kutangazwa rasmi majira ya joto mwaka huu, ambako waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anatumai ya kwamba usitishaji vita kati ya Ukraine na Urusi unaweza kutangazwa ifikapo majira ya joto. Aliyasema hayo katika mahojiano na Telegraph yaliyochapishwa jana Aprili 24 mwaka huu. Lazima iwe usitishaji mapigano unaozingatia masharti ambayo pande zote zinaweza kukubali, ikiwa ni pamoja na Ukraine, na lazima iwe usitishaji mapigano wa kudumu, Starmer alisema hivyo. Maoni yake yanakuja huku Marekani ikishinikiza kusitishwa kwa mapigano katika uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine. Kulingana na Starmer, alisema Urusi lazima ije kwenye meza mazungumzo kwa ajili ya kusitisha mapigano bila masharti. Alipinga makubaliano ya muda akipendekeza kwamba Urusi inaweza kuanzisha uvamizi mwingine wa Ukraine katika siku za usoni. Wameifanya hapo awali, hana shaka ya kwamba wataifanya tena, Starmer alinukuliwa hivyo. Ulaya haitaunga mkono hatua yoyote ya Marekani ya kutambua udhibiti wa Urusi katika baadhi ya maeneo, hasa Crimea inayokaliwa kwa mabavu na Urusi, na itashinikiza kabisa Kiev kukubali, gazeti la Financial Times liliweza kuripoti jana likiwanukuu maafisa wa Magharibi ambao pia halikuweza kuweka wazi juu ya taarifa hii.